Makamu wa rais wa Marekani JD Vance anasema wa Iran ni watu wasumbufu sana. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Fox News, makamu wa rais Donald Trump JD Vance alijibu hoja kuhusu kutoridhika kwa wananchi wa nchi yake na vita dhidi ya Iran, akisema kuwa mojawapo ya changamoto ni kwamba ndani ya serikali ya Iran kuna kundi linalotaka mazungumzo, huku kundi lingine lenye msimamo mkali likitaka vita viendelee, huku akisema kwamba wa Iran wamekuwa ni wasumbufu mno. Bwana Vance ambaye aliongoza timu ya mazungumzo ya Marekani wakati wa mazungumzo ya Islamabad aliambia Fox News kwamba mtazamo wake katika mchakato wa mzozo na makabiliano na Iran una vipindi vya kupanda na kushuka, lakini anaamini kuwa hatimaye mambo yote yatatatuliwa kwa maslahi bora ya wananchi wa Marekani. Wakati huo baadhi ya ripoti zimeashiria kuwa Mohammed Bagher Ghalibaf huenda akaitembelea Pakistan katika siku chache zijazo. Iran haijatoa majibu rasmi kuhusiana na ripoti hizo. Bwana Ghalibaf alikuwa mjumbe mkuu wa mazungumzo kwa upande wa Iran wakati wa mazungumzo kati ya Tehran na Washington yaliyoongozwa na Pakistan, ambayo hatimaye ilisababisha kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya Islamabad. Hata hivyo, hati hiyo ilipoteza nguvu yake punde tu baada ya nchi hizo mbili kurejea katika uhasama. Hata hivyo, wakati huu katika matamshi ambayo yanaonekana kumlenga Donald Trump, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei amesema kwamba taarifa ya pamoja kuhusu makubaliano ya kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman yanakamilishwa isipokuwa iwapo baadhi ya wahusika wengine wataingilia kati, huku ikilengwa Marekani. Kulingana na ripoti, makubaliano yaliyopendekezwa yataipa Tehran udhibiti wa meli zinazoingia katika ghuba ya Uajemi kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ambao baadhi ya wataalamu wanasema utakuwa mojawapo ya makubaliano makubwa zaidi kuwahi kutolewa kwa Iran. Kuongezeka kwa matumaini kuhusu makubaliano hayo na uwezekano wa kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz kumesababisha bei za hisa kupanda katika masoko ya Marekani na Asia. Wakati huo shirika la propaganda za Kiislamu nchini Iran limetangaza kwamba mikutano ya mitaani nchini Iran itaendelea hadi mwisho wa safari na matokeo yake yatatangazwa baada ya kuidhinishwa na kiongozi mpya wa Iran Mujtaba Khamenei. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo bado limekuwa ni mzozo ni juu ya umiliki wa lango la bahari la Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba wakati huu wanakaribia kumaliza mzozo huo kwa mazungumzo, lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni amesema kuwa makubaliano kati yao na Oman yako katika hatua ya mwisho ya kuandaliwa, na amesema mataifa hayo mawili yatatoa taarifa pamoja ambayo itajumuisha mambo muhimu yaliyokubaliwa na pande zote mbili. Ameongeza kuwa uratibu wa njia ya usafiri wa kupitia katika lango la bahari la Hormuz tayari umeshakubaliwa na pande zote, lakini amesisitiza kuwa makubaliano kati ya Iran na Oman hayamaanishi kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa salama kwa usafiri wa meli, na akidai kuwa sababu zinazoifanya njia hiyo isiwe salama ni kizuizi cha kijeshi cha Marekani baharini na vitisho dhidi ya Iran. Iran imekuwa ikidai kuwa kuingiliwa kwa Marekani kumechelewesha kufikiwa kwa makubaliano hayo, na imesisitiza kuwa mazungumzo yake na Oman hayahusiani na Marekani. Pema jana Jumatano, shirika la habari la kitaifa la Iran IRIB limemnukuu afisa mmoja akisema kuwa makubaliano na Oman hayamaanishi mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa mara moja. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.